jitambue. Na leo ni sehemu ya 10 ya mfululizo wetu. Ni muhimu sana kuweza kujitambua wewe ni nani, ili usije ukaishi maisha yasiyo ya kwako na ukatumikia kusudi lisilo la kwako. Ni muhimu kujitambua wewe ni nani. Na katika kujitambua tunachambua mwanadamu alivyoumbwa kwa ukamilifu wake, kwamba mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi kwenye mwili. Kwa hiyo mwanadamu si mwili, mwanadamu anaishi kwenye mwili. Mwili ni chombo chetu cha matumizi, ni nyumba yetu. Kwa hiyo leo bado naendelea kushughulika na kipengele cha nafsi. Nafsi ndio ina vitu vingi sana ambavyo tunahitaji kuvijua, kwa sababu tukiweza kuijua nafsi yetu vizuri, tutaweza kufikia malengo yale Mungu amekusudia. Kwa hiyo tutaenda kuangalia jinsi ya kuiponya nafsi. Tutaangalia jinsi ya kuiponya nafsi. Na tutaanza na mstari mmoja wa Yohana 8 mstari wa 32. Tusikie mstari. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Tutaanza na mstari huo. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Oh Jesus, asante. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Nataka nimechukua mstari huo kama mstari wa kianzio katika sehemu ya leo, kwa sababu ukijua kweli ndio unaanza kuelekea katika uhuru fulani, katika eneo fulani la maisha yako. Lakini hapa nitaeleza kweli hii kwa staili tofauti kidogo, pengine ulivyozoea. Ni muhimu sana tufahamu kwamba kweli inayohusu jambo fulani unaifahamu vizuri. Je, unafahamu kweli juu ya nafsi, juu ya akili? Nafsi naongelea akili, utashi na hisia. Na ukweli unaofahamu kwa ajili kuhusu akili, utashi au hisia unaweza kukusaidia sana. Lakini cha kushangaza hapa, cha kushangaza niseme hivi, ukweli peke yake hauwezi kusaidia. Kweli peke yake haiwezi kukusaidia, kwa sababu kweli inakuonyesha tu, kumulika kama mwanga fulani, ni kama nuru kukuonyesha basi. Kwa hiyo kama una kweli fulani juu ya jambo fulani, hiyo haitoshi, kwa sababu itakufanya tu ujue mambo, lakini kuna vingine vinahitajika baada ya kuijua hiyo. Inahitajika nguvu ya kutenda kulingana na ulivyofahamu. Sasa mwanadamu, unahitaji kumfahamu mwanadamu, unahitaji kuifahamu nafsi ya mwanadamu. Na tunafahamu kwamba mateso, dhiki ni sehemu yetu wanadamu. Yesu Kristo asema, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Paulo anasema, kwa maana
dhiki hizo tumewekewa. Hatukupewa kumwamini tu, bali na kuteswa kwa ajili yake. Mahala pengine inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Kwa hiyo kujua ukweli huo kwamba kuna mateso duniani bado yapo, kuna dhiki duniani zipo, hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo na ukweli tayari nimeshakuonyesha wa kwanza kwamba matatizo bado yapo duniani. Ya pili, kweli ya pili ya muhimu ni kwamba wanadamu wana mapungufu mbalimbali. Wanadamu wana dosari nyingi, mapungufu mbalimbali. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, na sisi tunaishi miongoni mwa wanadamu ambao hawajakamilika. Sisi wenyewe hatujakamilika. Kwa hiyo unatakiwa ujue wewe kuna kasoro fulani kwenye maisha yako, au kuna udhaifu fulani, kuna maeneo huwezi kuyafanya mwenyewe, na ndio maana tunategemeana. Unamhitaji mwenzako na mwenzako anakuhitaji wewe, Sasa katika kuhitajiana, kitu muhimu ni nini? Ni kwamba ni mahusiano, na ndani ya mahusiano kuna kitu kinaitwa mawasiliano. Kuna kuwasiliana na wanadamu wenzetu, kuna mawasiliano na nature, mazingira. Kwa hiyo mawasiliano na wenzetu ni muhimu. Sasa tatizo linalokuja hapa ni kwamba tunawasiliana na aina ya nani, ya mtu aina gani? Wengi wa watu sasa wana maumivu kwenye nafsi zao, wana vidonda kwenye nafsi zao, wana majeraha kwenye nafsi zao, wana makovu kwenye nafsi zao. Kwa mtu wa aina hii, uhusiano unakuwa ni mdhaifu na mawasiliano yanakuwa yameathiriwa, kwa sababu mtu sio mwili wa nje. Kwa hiyo utaona mtu aliye nafsi yake iliyo na maumivu, huyo ni mtu ambaye hawezi kumpa furaha mtu mwingine, hawezi kuleta mawasiliano bora kwa mwingine, hawezi kujenga uhusiano bora kwa mwingine, kwa sababu atampa maumivu na yeye. Aliyeumizwa atatoa maumivu kwa mwingine, aliyejeruhiwa atamjeruhi mwingine. Kwa hiyo aliyekataliwa atamkataa mwingine. Kwa tuna watu, ndio maana nakwambia uijue kweli kwamba tuna watu ambao wako kwenye maumivu, wako katika majeraha, wako katika makovu, na hawa ndio tunahusiana. Na kwa sababu ulimwengu umeathiriwa na nature ya anguko la mwanadamu, hata kama mwanadamu ametubu, lakini nature, asili, inaugulia matokeo ya anguko ambayo ni dhambi. Kwa hiyo matokeo yake bado yanaathiri mwanadamu. Sasa tusome mistari kadhaa hapa, alafu niendelee kukufundisha jambo la msingi hili ambalo Bwana ametujalia leo. Twende kuangalia Warumi sura ya 7, mistari miwili ya 19 na ule mstari wa 20. Tafadhali nisaidie kusoma. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nitendalo. Unaona? Hiyo ni nafsi. Anasema
Hebu tuendelea mstari unaofuata 20. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Unaona, anasema mimi nina kitu nakipenda kutenda, lakini kuna hali fulani ndani inapambana na utashi wangu, inapambana na chaguo langu, na inaweza mpaka wakati mwingine inashinda na kulazimisha nafsi ifanye kile isichotaka. Kwa hiyo mtu huyu anaonyesha hapa, analazimishwa kufanya kitu asichotaka kukifanya. Lakini ameonyesha hapo, kama ni hivyo, si yeye, sio nafsi yake, ila kuna kitu kingine. Anataja ni dhambi inayoishi ndani. Kwa hiyo tunapata kitu kingine hapo, kwamba dhambi kwenye maisha ya mtu ni moja ya sababu kubwa sana ya kufanya nafsi iwe dhaifu. Dhambi inaweza kusababisha nafsi ikawa dhaifu, kwa sababu inaingia kwenye utekwa na inakosa uwezo. Kwa hiyo cha kwanza hapo ni muhimu kushughulika na dhambi kwenye maisha yako. Shughulika na dhambi kwenye maisha yako ili uwe na ile nguvu ya kiungu ndani yako. Hapo lazima uiite damu ya Yesu, mwana kondoo wa Mungu, aichukue dhambi zetu, dhambi ya ulimwengu. Kwa ni muhimu sana usianze tu kushughulikia nafsi bila kushughulikia uhusiano wako na Mungu. Kumbuka nimekwambia maisha ni uhusiano na mawasiliano. Uhusiano na Mungu hakikisha unaujenga, na mawasiliano na Mungu unayadumisha. Hiyo ndio namna ya kwanza kabisa. Sasa nafsi, tunarudi kwenye nafsi yetu sasa. Nafsi hapa tuchukulie sasa dhambi yako, hata kama umeshatubu dhambi, sasa kuna matokeo ya asili. Matokeo ya asili yanaendelea kutuathiri, ambao ni nini? Kumbuka tukotoka, nimeongea wanadamu ni ardhi, wanadamu ni udongo, na wanadamu wanaotuzunguka wengi bado ni center, ni vituo vya kupokea nguvu ya yule mwovu ambayo inatupinga. Kwa hiyo mazingira na binadamu, nafsi zao ambazo hawajui jinsi ya kuzifanya nafsi zao ziwe na ushindi, kwa hiyo zitatuathiri. Ndio maana somo la jana nilikwambia, ili uijenge nafsi yako wakati mwingine inakubidi uondoke, yani ujitenge kidogo, ili uijenge nafsi yako, ndipo urudi kupambana na mazingira ambayo wakati wote yanakukosoa na kukudhoofisha. Sasa tusome tena kitabu cha Petro wa pili, sura ya 2, mstari wa 7 hadi wa 9. Neno la Bwana. Akamwokoa Lutu, yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku, kwa matendo yao yasiyo na sheria. Akajitesa na nafsi yake. Biblia Kiingereza inasema akajitesa, tortures is a righteous soul. Akajitesa nafsi yake yenye haki. Kwa mazingira hayo yalikuwa yanamfanya ateseke kwa kusikia na kuona. Sisi kwa sababu bado tupo kwenye nature, wanadamu ambao hawatafuti kujitambua wao ni nani, hawatafuti kujipambanua roho na nafsi na mwili. Kwa hiyo kwa kusikia sisi na kuona, tutaendelea
kuathiriwa, kwa sababu ukisikia mauaji, mtu kauawa, nafsi yako itaumia. Ukisikia dhuluma, ukisikia mambo mabaya, hayo yote yanaathiri. Kwa hiyo nafsi iko katika mazingira hayo. Kumbuka na kuonyesha kweli. Kwa hiyo sasa wewe nikupe strong one, yenye nguvu, kweli yenye nguvu. Kuna mambo ambayo hayabadiliki na kuna mambo ambayo yanabadilika. Huo ukweli lazima ujue. Kuna mambo ambayo unaweza kuyabadilisha na kuna mambo ambayo huwezi kuyabadilisha. Kwa hiyo yale ambayo huwezi kuyabadilisha usiyabebe ya kuhumize, usiyabebe ya kufanya ujihukumu kwa sababu yako nje ya uwezo wako. Mfano, ulivyoumbwa wewe, kama ni mrefu, hiyo iko nje ya uwezo wako. Huwezi kutaka kuwa mfupi, hiyo iko nje ya uwezo wako. Huo ni ukweli, ndio nakwambia. Ukijua point yangu, ndio maana nimekuja kukwambia kwamba naelezea kuifahamu kweli itakuwa huru kwa njia tofauti ambao tumezoea. Kwa hiyo ukijua kwamba kuna namna ambayo huwezi kubadilisha, kama wewe ni mfupi huwezi ukabadilisha ule ufupi na ukuchagua, kwa huna haja ya kuanza kujisikia vibaya na kujilaumu kwa ufupi wako, kwa kujihukumu kwa sababu unajilinganisha na mtu mwingine aliye mrefu. Kwa hiyo haipaswi kuwa hivyo, sababu ukifanya hivyo nafsi yako unaidhuru bila sababu, sababu huna uwezo wa kujirefusha mwenyewe. Na yule mrefu hali kadhalika hakuchagua kuwa mrefu. Kwa lazima ujue mambo yale ambayo usiruhusu nafsi yako iumie wakati yako nje ya uwezo wako. Lazima ujue hiyo kweli. Hiyo kweli yenyewe itakuweka uhuru. Kama mwingine rangi yako ya mwili wewe ni mweusi, sasa huwezi kujitaka kuwa mzungu, ni nje ya uwezo wako. Siongelei ile swala kulipamba, hiyo siongelei. Wewe ni mweupe, huwezi kujigeuza uwe mweusi. Sasa usijitese sana kwa ajili ya rangi yako. Kwa unapoweka uzito na kujisikia vibaya, kwa nini mimi ni mweusi, unaanza kuipa nafsi kujikataa na kuona mimi si mtu sahihi. Jambo lingine ni jinsia. Wewe ni mwanamke au mwanaume, hukuchagua, umejikuta tu wewe una jinsia hiyo ulionayo. Kwa hiyo huna haja ya kutumia muda mwingi kujikosoa na kujisikia vibaya kwamba wewe ni aina hiyo ya jinsia. Mungu katika hekima yake ndiyo alivyokufanya. Kwa sasa huu ni ukweli, ukiujua utakuweka huru, hautakusumbua. Sasa ukishaanza kujua hivyo, kuna wanadamu wengine pia ambao unajua uko nao karibu. Sasa kuna vitu vya kubadilika. Mfano, una kitambi, unaweza kukibadilisha kitambi. Labda hiyo ni mtindo wa maisha, uzito, unene, hayo yanaweza kubadilishwa. Tabia zinaweza kubadilishwa. Kwa hiyo unaweza kubadilisha pia historia. Huwezi kubadilisha historia, lakini unaweza kuifanya historia yako isikuumize. Historia isikuumize. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unaweza kubadilisha. Tabia unaweza ukaibadilisha ukawa tofauti na tabia ulionao sasa. Sasa tuende hatua kwa hatua, kwa sababu nafsi yetu inaweza kuwa imejeruhiwa au imeumia au ina kidonda kwa sababu ya mambo yafuatayo.
La kwanza, naanza na historia yako ya maisha. Inawezekana umekulia katika maeneo ambayo haswa wale familia zile ambazo baba anampiga mama sana, watoto hasa wa kike wanaathirika nafsi zao kwa kuona mama anavyotendewa. Wanadhani mwanamke si mtu wa thamani, wanaanza kujisikia vibaya kuwa mwanamke, kwa sababu kumbe mwanamke ni kupigwa, kumbe mwanamke ni kutukanwa, kumbe mwanamke ni kudhalilishwa. Kwa hiyo huyu mtoto anapokuwa akishuhudia mambo yale kwa macho yake na kusikia, anakuwa nafsi yake inajeruhiwa, inakuwa inaumizwa, na inakuwa inaondolewa thamani na inaanza kujikataa. Kwa hiyo huyu akikuwa akafikia kuolewa, anaweza asimpe haki inayostahili mwenzi wake, kwa sababu nafsi yake imebeba vidonda, imebeba maumivu, imebeba kujikataa, kujidharau. Sasa huyu aliyempata mwenzake naye hajui, anamuona kwa sura ya nje alivyopendeza, na wakaamua kumapproach ili amchumbie na amemuoa, lakini hajui huyu nafsi yake imejeruhiwaje. Sasa bahati mbaya, na huyu kijana kama amelelewa kwenye familia inayofanana ambayo baba alikuwa mkatili, huyu kijana kiume pia nafsi yake inabeba ukatili, inataka kuona ili niwe mwanaume ndani ya nyumba nihakikishe mwanamke analia, amesononeka, ananiogopa, anatetemeka. Kwa hiyo sasa akisema neno tu, huyu tayari anatonyesha kidonda, anamjeruhi tena pale pale. Sasa hiyo ni nafsi inazidi kuumia. Kwa nafsi inaweza kuwa imeumizwa kwa historia namna hiyo. Lakini si hivyo tu, hata mwanamke ambaye alitendewa matendo kama hayo pia huwa anakosa, nafsi yake inakosa kujikubali. Mtu aliyedhalilishwa, mtu ambaye amenyanyaswa, mtu ambaye ametendewa matendo mabaya, mambo ya ukatili, ya hayo yanaandikika ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa ameumia. Kuna watu wengi wameumia na wanajitahidi kucheka, lakini ukweli wanajihami na kila mahusiano. Kumbuka pointi yangu, mwanadamu ni mahusiano na mawasiliano. Kwa ndani yake uhusiano wake atakuwa ameudefend kwamba asikukaribie sana, kwa sababu utamtonyesha. Halafu mawasiliano, maneno, anakuwa anayachukua maneno yako kwa umakini. Ukilisema neno analichukua kwa kulitafsiri sana, hata kwa negativity, kwa sababu nafsi yake imejeruhiwa. Lakini historia nyingine ni mtu ambaye amepitia mateso tu ya kawaida, magumu ya maisha. Amekuwa katika hali ngumu ya kuishi, kula kwa tabu, kuvaa kwa tabu, au ameshindwa kusoma kwa sababu ya hali ya maskini. Sasa mtu huyu akikuwa, alafu akapata mwenzi wake au akaanza urafiki na marafiki zake katika kazi, huyu mtu kama nafsi yake inasaidiwa, hata perform vizuri, kwa sababu yeye nafsi yake pia imedogoshwa, imefanywa ila thamani, imejiona sisi ni hali ya mafukara fulani. Kwa hiyo kuna mambo mengi na mengine utaongeza mwenyewe.
tunaumizana sana. Kumbuka nilikwambia Lutu aliumizwa kwa sababu ya watu waliokaa karibu yake. Akaumizwa kwa kutazama na kusikia. Nafsi yake ikateseka. Na kama hakuwa strong, hata yeye angefanana na wao. Maana utaangalia ulimwengu uliokuzunguka, mambo yanayotokea, utasema mimi ni bora kiasi gani? Watu wanakufa ovyo, wanauawa ovyo, watu ndoa zinavunjika kila mahali. Sasa wewe ya kwako unaanza kuona, yaani unaona ndoa kama, umesikia ndoa kama 100 hivi zimevunjika. Sasa unaona hiyo nafsi yako inaanza kuona kama wewe ndio uliokosea. Kwa nini unavumiliana na mwenzako? Sababu actually mna makoseano. Kwa hiyo utasikia ni kwa nini mimi nabaki kuvumiliana? Mbona hii ni jambo linakubalika? Kwa kosa lolote ambalo ni dhambi, ikiwa inafanywa, inahalalishwa na jamii husika, hata wewe unasikia, kwani mimi nitasikia hajabu gani na mimi nikimwacha mwenzangu au nikiamua kuachana na mahusiano haya? Kwa hiyo tunadhurika na mambo yanayotutokea. Huo ni ukweli wa muhimu sana ujue. Kweli huo ndio utakuweka huru. Maana yake kuna mateso yapo. Sasa ukishajua ukweli ule, ndipo uangalie namna gani unaweza ile historia yako usiibebe. Usiendelee kuyabeba maumivu. Usiendelee kubeba majeraha. Usiendelee kubeba historia yako mbaya. Sasa ni lazima sasa uweze kuangalia yale ambayo yanabadilishika ni yapi. Mfano, historia hii ya kuumizwa, historia ya kulelewa kwenye familia yenye mabaya inabadilishika. Unaweza ukabadilisha. Hiyo sio kama jinsia, hiyo sio kama urefu au ufupi. Unaweza kuibadilisha. Unaweza sasa ukaamua. Inabebana na somo la jana pia, kwamba si jambo rahisi sana, kwa sababu kuna mambo umeyajaza, nafsi imeinama. Wale pengine nasema nafsi inajaza dharau, nafsi inajazwa tabu, inashiba dharau. Na jambo lingine pia ni kuongezee, ambao inaweza kufanya nafsi ya mtu ikakata tamaa. Hiyo ndio pointi kubwa zaidi. Yaani mtu huyo anakuwa amekata tamaa. So yeye akata tamaa, huwezi kumfurahisha mwenzako kazini, kwenye marafiki, huwezi. Mtu ambaye anataka kupata kitu fulani kwa maisha yake, akakingoja kwa muda mrefu na hajakipata, ametumia nguvu nyingi na hajakipata, kama asipokuwa makini, nafsi yake inaadapt kwamba yeye ni mkosaji, yeye kaandikiwa kukosa, ambayo sasa hiyo lazima uwe makini sana. Nafsi zetu zina kawaida ya kukata tamaa, kuchoka. Kwa lazima uisimamishe kwenye misingi ya neno nafsi yako, kwa sababu nafsi ina kawaida kuvumilia kwa kipindi fulani. Unasubiri, halafu inafika mahali inachoka. Kuna watu hata ambao hawajaolewa, nafika mahali amechoka, anaamua kufanya lolote ambalo linakuja mbele yake. Mwanamume yote akija anasema madam nipate mtoto. Unaona, amekata tamaa huyo. Nafsi imeshachoka, hajali na mkosea Mungu, hajali tena. Yeye anachojali sasa, basi tena lolote nataka kufanya. Kwa hiyo nafsi iliyokata tamaa inakula chochote. Yaani itakula chochote, inajilisha chochote. Nafsi hiyo imekata tamaa. Maana thamani yake ameiondoa. Hawezi kupima nani anamfaa, lakini chochote kinaweza kumfaa tu kwa sababu nafsi yake imekata tamaa. Kwa hiyo tuangalie andiko hapo, Zaburi 43 mstari wa 5. Zaburi 43 mstari wa 5. Neno la Bwana. Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu,
kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Unasikia? Nafsi anaiambia nafsi yangu. Hii nafsi ilikuwa imeinama. Unaona pointi imezileta vizuri. Kwa hiyo anayemwambia nafsi kwa nini kuinama ni nani? Maana yake nafsi ni kitu kingine na anayeongea ni mwingine. Kwa hiyo yule anayeongea ndio haswa mtu. Anaiambia nafsi, wewe nafsi yangu, kwa nini umeinama? Mtumaini Mungu. Mtumaini Mungu. Nafsi inatakiwa idumishe tumaini. Idumishe tumaini. Kuna vitu vitatu Paulo alivisema katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari 13 kwamba basi inadumu imani, tumaini na upendo. Sasa imani ni ya rohoni. Ndio mtu lazima uamini neno linasemaje bila kujali mazingira. Sasa kumbuka, unapoamini unapokea kwa imani, lakini kimwili unakuwa bado hujashika. Kitakacho kufanya ubaki kusubiri sasa madhihirisho ni kile kinaitwa tumaini. Ni nafsi yako lazima kila wakati ianze kutumaini. Iwe na tumaini. Tumaini ni matarajio mema. Ni kuendelea kutarajia kupokea kile ambacho unajua lazima kitakuja kitu kizuri. Na anasema upendo ndio unadumu upendo sasa. Upendo upendo maana yake nini? Kwamba uko mbele, maana upendo ni kitu ambacho kinakuthamini, kinakujali, kina uzuri na kina attract, kinakuvuta. Upendo unavuta. Sababu upendo unatoa tafsiri ya thamani. Thamani na ubora na uzuri. Sasa huo thamani inaonyesha kwamba huo upendo unakuonyesha kuna kitu kizuri mbele yako, na inakuvuta kwamba niko tayari kukulinda, kutunza na kuhakikisha uko salama. Na ndio maana hata mtu akisema nakupenda, maana yake unamthamini, unamkea, unamjali, unaona yeye ni mzuri, na pia uko tayari kumlinda, kumfanyia vitu vizuri katika maisha yake. Sasa inawezekana upendo ukakuvuta wewe au wewe ukauvuta kwako. Kwa hiyo ukivutwa wewe, maana yake unajisikia uko salama kuangukia kwenye upendo. Na yule anayeangukia kwako anajisikia salama kwa sababu anajisikia amethaminiwa, analindwa na ametambuliwa kwamba ni mtu bora, ni mtu wa hali na madhara yoyote hayatampata. Sasa shida ni kwamba ukisha kuwa na ule upendo, sasa tumaini lazima lione ule upendo kwamba Mungu anaenda kunipa hicho kitu kwa sababu ananipenda, ananithamini, ananijali, ananitakia mema, ananitakia nifaulu. Kwa ule upendo unaona pia unakuprotect. Unaweza kujisikia amani sababu mtu hawezi kukutaka wewe ufe, hawezi kutaka uumie. Kwa hiyo upendo ni kitu kikubwa sana katika maisha. Kama kuna kitu ambacho tunakihitaji ni upendo. Upendo ndio unahitajika dunia hii ili watu waweze kuwa na uhuru. Huwezi kumtendea mtu jambo baya kama unampenda. Kwa tumaini linakaa kwenye nafsi. Imani inakaa kwenye roho. Imani inakaa rohoni, tumaini linakaa kwenye akili. Labda nitumie lugha rahisi zaidi. Ninapoongea nafsi naongelea akili. Kwa tumaini lazima likae kwenye akili. Akili zako lazima ziwe zinaona tegemeo, tumaini jema mbele yako. Sasa kwa sababu huyu mtu ameumia,
Ni muhimu upime yale maumivu yako ili usiaumize mahusiano na mwenzako. Maana hata mwenzako hajui ameoa vidonda, hajui kama nimeoa nafsi yenye vidonda, hajui ameoa mtu ambaye ana majeraha, hajui, yeye aliangalia sura ya nje. Sasa wewe ili ukawe mtu wa mahusiano na mawasiliano yenye afya, wewe unaweza ukajiponya mwenyewe. Unaweza ukajiponya, inawezekana kwamba historia ile usiibebe, ishughulikie kwa kuzalisha mawazo yale ya jana niliyokufundisha, yazalishe mawazo mapya ya mtu aliyefanywa kwa mfano wa Mungu, mtu ambaye sio fotokopi, mtu ambaye thamani yake haitokani na mume, haitokani na kazi, haitokani na elimu, haitokani na mke. Yeye thamani yake inatokana na hali ya ubinadamu wake ya kuumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa unaanzia hapo kwamba nina nini, sina nini, hivyo viweke kando kwanza. Haviwezi kuhusika kwenye eneo la thamani yako. Kwa unaanza kuchukua kwenye nafasi ya Mungu kukuumba. Chukulia tu nilipitia njia ile ili Mungu anifundishe. Pengine Mungu anakuandaa uje kuwa mtu wa huruma kwa wengine, usaidie wanaoteswa kwenye familia. Pengine hilo linaweza kuwa ndio kusudi la kuitwa kwako. Ukawatetea wanawake wanaopigwa, ukaanza kutetea watu wanaodhalilishwa, ukaanza kusimama mapito yako. Watu wengi waliopitia matatizo mara nyingine wanaanzisha taasisi zinazowasaidia wanaopitia shida kama hizo, kwa sababu wao walipitia mapito. Sasa wanataka kusaidia wengine. Wengine wamesoma kwa shida, wameungaunga, wamesomeshwa hapa na pale. Sasa wao wakifanikiwa wanakuwa na moyo sana kuona wengine wanasaidika. Kwa hiyo inawezekana badilisha yale machungu yawe matamu, yawe sababu ya dunia kuponywa. Usichukue kama ni mateso yako, chukua kama dunia inaumia, dunia inapitia vitu. Wewe ni kama mfano uliopitishwa, experience. Wewe chukua hii ni uzoefu niliopitia kwa ajili ya kukomesha hayo mambo, kwa ajili ya kuleta mageuzi. Kwa hiyo usibebe kama yalikuwa yamekusudiwa kukuangamiza. Chukua kama ilikuwa ni shule ngumu, shule yenye maumivu, shule yenye mateso, na sasa umesha graduate. Sasa unarudi kwa jamii, kwa uanze kujiona haya yote hayakulengwa kunidhalilisha, hayakulenga kuniondolea thamani, hayakulenga kunivunjia heshima, yalilenga kunipa somo. Na mimi nimekuwa graduate sasa, nimehitimu, niko tayari kuenda kwenye jamii nibadilishe hali hii. Ukichukua kwa mtazamo huo unakuwa unawaza positive. Ni kama Yusufu alipita kwenye shimo, akapita kwenye houseboy, akapita kwenye gereza. Hizo ni hatua ngumu sana, na walipotokea ndugu zake angewatendea harassment. Lakini angalia aliwaambia, sio ninyi mlionifanyia haya, ni Mungu. Lazima ufike hapo useme ni Mungu ndiye ameruhusu. Hata Yesu anasema kwamba kama Mungu hakukupa mamlaka wewe Herode, wewe Pilato, hungeweza kufanya hayo. Alimwambia kabisa, Mungu aliweza kuniletea 10,000 malaika hapa, lakini Mungu ameridhika niteseke. Ameridhika nipitie changamoto hii. Ameridhika upitie hali fulani kwa muda fulani. Lakini si kwamba ameshindwa. Ibrahimu alipitia kusubiri mtoto miaka 25. Kwani Mungu alishindwa kumpa rafiki yake mwaka wa kwanza wa pili tope? Kwani alishindwa? Halafu baadaye Rebeka akawa hivyo pia. Halafu baadaye Raheli akawa vile vile. Na wote hao walileta watu muhimu sana. Sara alipata mtoto mmoja tu, akageuza dunia nzima. Mmoja tu, dunia nzima akageuza. Rebeka alipata watoto wawili,
Lakini katika hao wawili, mmoja Yakobo amegeuza dunia nzima. Raheli alipata watoto wawili. Katika mmoja huyo Yusufu amegeuza dunia nzima. Lakini mapito yalikuwa mazito. Kwa Mungu ruhusu mapito. Kuna mapito ambayo nafsi yako lazima uifundishe. Iambie, ewe nafsi yangu, kwa nini kuinama? Mtumaini Mungu, utakuja kumsifu aliye afya uso wako. Mungu utamsifu, utamtukuza, utamwadhimisha. Mwambie nafsi kuna mazuri. Usifikiri Mungu anatuchukia. Usifikiri Mungu anatukataa. Hatujakataliwa. Sisi ndio tunatengenezwa. Iambie nafsi yako iinuke. Ambie nafsi yako jipake mafuta, jikungute, madonda yapone, nafsi ipone majeraha, usiangalie makovu. Wewe ni mtu ambaye Mungu anakuandaa uponyaji wa nafsi. Usije ukabeba historia mbaya kama ndio wewe. Hiyo ilikuwa ni darasa tu. Hiyo ilikuwa ni shule tu. Na wewe umehitimu, ndio maana hujafa. Wewe upo, umeolewa na mwanaume amekutendea vituko. Hiyo ni graduation, hiyo ni shule. Sasa ukiona uko na mtu ambaye huwezi kumbadilisha, jifunze kuishi na mtu huyo. Mfano, unaweza, nimekwambia, kuijua kweli na kuweka huru. Unaweza ukapita Mikumi pale mbuga ya wanyama, ukweli ukakwambia kuna wanyama wakali, kuna simba. Huo ni ukweli umeujua. Kujua ukweli haujakuokoa bado. Sasa ule ukweli ukuongoze ufanyeje, upite kwa miguu pale au upiteje pale. Kumbe unaweza ukawa kwenye gari ya utalii na simba hapo jirani, wasikuangamize. Kwa hiyo lazima Mungu akupe akili inamzidi huyo mkeraji wako, huyo anayekukwaza. Huyo lazima wewe ujijenge nafsi yako mpaka matusi yake uyaone ni mbolea, viaka zake uzione ni mbolea. Chochote kibaya mtu anakufanyia kione ni mbolea. Yaani ona kwamba ni ngazi ya kwenda hatua nyingine tu basi. Hiyo hakikisha nafsi yako inapona mpaka inafika mahali mambo yale yalikuwa ukiambiwa kidogo unaanza kulia. Mpaka wakati huu ukiambiwa unasikia tu mbona siumii, ujue umepona. Kuna mtu mmoja namfahamu. Mmoja alishangaza sana. Alikuwa ni mtu amejaa negativity, mambo ya kinyume sana. Anajilaumu mimi. Ni mtu ambaye alikuwa hana furaha. Nilipopishana naye muda mrefu, siku nilipokutana nilishangaa sana. Mimi ni ndugu yetu. Nilikuwa sipendi kwenda nyumbani kwake. Sababu ni mtu ambaye huwezi kuona kama ni mkarimu, unaona ni mtu kama ni mchoyo, ni mtu kama vile ukifika ni kama anatamani umekuja fanya nini. Yaani hata anaonyesha kwamba unakuja fanya nini. Yaani hajakwambia kini, inasikika sura yake na matendo yake. Sasa nilipokuja kwenda siku moja by chance, kwa bahati, kama ni kwa bahati fulani, kulikuwa tukio. Nilishangaa, alikuwa ni mtamu. Yaani ana furaha, ana ukarimu. Yaani ile ya kutoka ndani unakaribisha mpaka unasikia amekukaribisha. Akupatia hata kama ni maji au unasikia kama amekupatia maji ya moyoni, maji soda moyoni. Hiyo nikasema nini kimemtokea? Kumbe huyo mtu alijifunza somo kama hili. Aliamua kuiponya nafsi yake. Kumbe alikuwa amebeba mambo mengi ya uchoyo. Akiona mgeni tu ameshanuna. Sasa akatengeneza nafsi ya ukarimu. Kwa kweli tunampenda, tunamfurahia. Kumbe ndio kubadilika, ukawa ni mtu mzuri. Sasa wewe unaweza ukabadilika, halafu yule mwenzako ambaye mnakaa naye kama ndio simba, ujihadhari tu maneno yake yasikudhuru, yasikuumize, lakini wewe uhakikishe unabaki positive. Nafsi yako umeilinda, umeiponya, umeifanya na afya, unafikiria vizuri, unaongea vizuri, unatenda vizuri. Huo ukweli ukuweke huru. Huo ndio ukweli, kwamba mateso yapo, shida zipo, watu wabaya wapo, nature mbaya ipo, lakini hiyo usitafute kumuondoa shetani duniani.
Shetani yupo na hatujaamua tumuondoe, yupo. Kwa hiyo chukua tu, majaribu yatakuja. Wanadamu wabaya wapo, wanaokuchukia wapo. Hata kama ulikosea, umeolewa, umeoa na mtu, umeoa mtu ambaye unaona kama, usijute. Mungu ameruhusu uwe na huyo mtu. Mungu ameruhusu uwe na huyo mtu kwa sababu Mungu anakuamini. Anakuamini, ndio maana amekupa mtu mkatili huyo. Kama wewe mwingine angepewa, angeshakimbia siku nyingi. Lakini wewe umeaminiwa na Mungu. Mungu anajua amekuweka hapo ili uikomboe kizazi. Sasa tulia, jenga mtu ndani yako. Unapomjenga yule mtu, nafsi ikiwa imara, utamdhoofisha yule aliye ndani yake. Maana utaanza kumpa ukarimu, utampatia tabasamu. Akiongea tu utasikia kucheka, akiongea tu utasikia kulibebi. Wewe unafanya yale unataka kufanya. Biblia inasema Yesu hakufanya jambo kwa sababu ametendewa kitu, ila alifanya jambo kwa sababu lilikuwa kwenye mpango wake kufanya hivyo. Kutenda, ndio hata wanasiasa wanasema ukichokozwa usichokozeke. Maanake kuna mtu anaenda kukutukana ili ukasirike, uwe kwenye viatu vimoja, uwe kwenye uwanja mmoja. Sasa usitende kitu kwa sababu umesababishwa kutendewa, afu ukakasirika, ukavimba, ukaanza kuwa kama mbogo. Huyo ina maana wewe, yule amechukua control ya maisha yako, amechukua umiliki wa maisha yako, amekumiliki, amemkaribisha kwenye akili yako, umempangisha bila gharama. Kwa hiyo unamwaza yeye, unaumizwa na yeye, unaongea kuhusu yeye, ujue kwamba umeshamweka kwenye kichwa chako, umempangisha kwenye kichwa. Yeye ndio anakumiliki, ndio maana unamwaza, unaumia, unalia. Sasa hiyo nafsi inakuwa ina majeraha. Kwa ponywa nafsi yako. Chukua neno kwenye kitabu cha Wakorintho. Sasa tunamaliza hapo, muda umeenda. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Inasema ingawa tunaendelea katika mwili, lakini hatufanye vita sasa kwa jinsi ya mwili. Kumbe ni vita. Silaha zetu haziko kwenye mwili, ziko kwenye roho. Hata kuangusha ngome. Sasa kuangusha ngome, tukiangusha mawazo. Sasa yale mawazo ambayo yanakupa kuona kwa nini huyu ananitendea hivi, unatafuta haki ambayo hiyo haki hutaipata. Ukigundua hii haki nayo itafuta siipati, achana haki hiyo. Kwa hilo wazo lidondoshe na kuangusha kila kitu kinachoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, juu ya elimu ya Kristo. Kwa hiyo kuna fikra ambazo zinataka zikufanye ujifanishe na mama yako walivyokuwa wanateseka, ujifanishe na shida za utotoni, ujifanishe na mambo magumu uliopitia. Hawali umesubiri kitu, umechoka, unasema basi sitakipata. Hapana, utapata kwa jina la Yesu, utapata. Sasa ukiteka nyara kila fikra, teka nyara mawazo kama hayo, yakatae. Jione ile picha ya jana niliyokuambia, mshajicho hiyo picha, ilinde sana. Teka nyara kila fikra, ipate kutii picha yako ile nzuri, ipate kutii wewe mtu mpya, ipate kutii wewe umepokea kile ambacho Mungu ameshakupa. Lazima upambane. Hapo utaendelea kupambana kwa sababu lazima endelee kuangalia chanzo cha maumivu yako ni nini. Lazima ujue chanzo, na ukishajua chanzo uwe makini na hiyo chanzo chako. Kama ni mume wako, uwe makini na mume wako. Kama ni mke wako, uwe makini na mke wako. Jifunze kuishi naye vipi, kwa sababu huwezi kumwacha. Kama unaweza kumbadilisha, mbadilishe kwa namna ambayo ya uzuri, sio namna ya ukatili. Mbadilishe kwa wewe kubadilika. Unasema like attracts like. Maana yake sumaku huvuta vitu vinavyofanana. Wewe ukishakuwa mtamu, ukishakuwa na ukarimu, ukishakuwa na heshima, ukishajikubali, usipojikataa, ile moyo wako wa kujikubali
utamvuta mwenzako, atavutika. Kama nilivyokupa mfano ndugu yetu, atasikia kuvutika kwako, atasikia tabasamu lako ni la kweli, anasikia kweli. Mtu akikupa kikombe cha chai, ile karibu yake unasikia kama ni kweli. Kwa nini? Wewe unaanza kubadilika mpaka yeye anaanza kujiona ndani yako kwamba nina mtu wa thamani hapa. Unaanza kumponya, tabia yake zinageuka, attract, anafanana na wewe. Kweli itakuweka huru. Tambua kuna mambo hayawezi kubadilika. Huwezi kujishusha ukawa mfupi kama wewe ni mrefu. Usisumbuke na hayo mambo. Sianze, kuna watu wengine wanataka kubadilisha jinsia. Ni upuuzi. Achana kuwaza mawazo kama hayo. Wewe ni mtu unique. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ajabu sana, wengine mpaka wanajikataa, anataka kuongeza makalio. Ni kujitesa bila sababu. Watu kama hao nafsi zao zina mateso sana, maana wamejikataa. Kwa hiyo yaani wewe umejikataa. Sasa nani anakukubali kwanza? Jikubali vile ulivyoumbwa. Kuna vitu vya kujiboresha, jiboreshe, kula vizuri. Kama fanya yale ambayo unaweza kwenda uwezo wako. Jirembe, jipambe, yako nenda uwezo wako hayo yako. Lakini usibadilishe, usitafute kujirefusha. Utajiua, utakufa. Maana haiwezekani. Kwa hiyo elewa hiyo, huwezi kubadilisha baba na mama waliokuzaa, kabila lako. Kubali tu umezaliwa hapo. Kwa nini nimezaliwa kwenye kabila hili? Kabila ambalo linataniwa na watu wote. Wacha, jikubali, wewe ndio utasababisha ile kabila lako liheshimike. Ni wewe. Ndio maana umeingizwa kwenye kabila hilo. Hilo kabila liko duni ili wewe utokee kwenye kabila. Yesu alizaliwa kwenye kamti kadogo. Akasema kuna kitu kinaweza kukatokea Nazareti kizuri. Ndio, Nazareti kilileta Yesu. Yesu ni mfalme wa wafalme, Bwana wa bwana. Alizaliwa mahali pa duni, kwenye holi ya ng'ombe, mahali pa maskini, mahali chini kabisa, ili yeye ainuke juu, kwamba kumbe hata walio chini wanaweza kuwa juu kupita wote. Leo hii Yesu yuko juu kupita wote, ana jina kuu kuliko yote, lakini mwanzo wake ilikuwa kwenye hori ya ng'ombe. Mwanzo wake, Nathanaeli anasema kuna jambo jema ile kutokea kwenye nyumba ya baba fulani, mama fulani. Na kuambia wewe ndiwe umetokea hapo. Dunia itakusherehekea. Kuna watu watakusherehekea. Mama yako atashuhudia wewe ndio rais. Wewe ni waziri. Wewe ni mkurugenzi wa Afrika wa kitu fulani. Wewe ni mkurugenzi duniani. Wewe ni mfanyabiashara mkubwa. Wewe ni tajiri unayekopesha mpaka nchi. Wewe mpaka mama yako anasikia, nilikuwa nasikia vibaya, nimemzaa mtoto sikujua, kumbe nimemzaa mtawala. Mungu akubariki sana kwa somo hili la leo. Kweli kuweke huru, usijihukumu kwa mambo ambayo huwezi kuyabadilisha. Lakini usibebe historia mbaya, jiponye majeraha kwa kujikubali. Niambie nafsi yako iinuke, ijipake mafuta, itapata mtumaini Bwana, utapata mazuri. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.